Mambo vipi? Karibu sana, hii ni Talent TV na hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Leo ni Jumanne, tunakutana hapa tuambiane nini ambacho kimejiri huko kunako taarifa mbalimbali za kimichezo zaidi pale Ulaya, Uhispania pia huko. Tuangalia nini ambacho kipo huko. Kimuhtasari ni kwamba tu tunaambiwa Manchester United na Arsenal zote zinamwania Kone. Ni yupi huyu? Twende sawa. Langu jina Ali Swale Mshana. Twende, unaweza pia kuachia ujumbe wako mfupi hapo. Tujue kwamba tunakupata ukiwa wapi au unatupata ukiwa wapi. Karibu. Manchester United wanaongoza katika mbio za kumsajili kiungo wa Roma na timu ya taifa ya Ufaransa Manu Kon mwenye umri wa miaka 25, lakini wanakabiliwa na ushindani kutoka kunako klabu ya Arsenal. Taarifa hizi zimeripotiwa zaidi kunako ile mtandao wa L'Equipe. Sasa Arsenal pia wamefufua nia yao ya kumsajili winga wa Athletic Club Nico Williams mwenye umri wa miaka 23 ambaye alikuwa sehemu ya kikosi cha Hispania kilichoshinda kombe la dunia. Inadaiwa ana kipengele cha kuachiliwa cha pound milioni 77. Taarifa hizi zimeripotiwa zaidi kunako mtandao wa Team Talk. Sasa hadi twende pale kunako klabu ya West Ham. Tunaambiwa wamekataa ofa ya pili kutoka Roma kwa mshambuliaji wa Uholanzi Crescencio Somerville, na ofa ya kwanza ya Roma ilikuwa euro milioni 46, takriban pound milioni 39, na sasa klabu hiyo ya Italia inaandaa ofa ya mwisho. Taarifa hizi zimeweza kuripotiwa zaidi kunako mtandao wa Sky Sport Italia. Aston Villa wanazingatia kumsajili Somerville kama mbadala wa kiungo mshambuliaji wa England Morgan Rogers ambaye anatarajiwa kujiunga na Chelsea. Talk Sport ndio ambao wameweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Twende hadi Hispania kunako klabu ya Barcelona. Tunaambiwa wamepanga kufanya kikao na mshambuliaji Ferran Torres aliyefunga bao la ushindi kwa Hispania katika fainali ya kombe la dunia dhidi ya Argentina. Na hii yote ni ili kujua mipango yao, huku akiwa amebakiza mwaka mmoja kwenye mkataba wake na kukiwa na nia kutoka Paris Saint-Germain. Mundo Deportivo ndio ambao wamejaribu kutupa undani wa taarifa hizo. Ipswich Town wamekubaliana kumsajili beki wa kati wa Morocco Issa Diop kutoka Fulham kwa ada ya takriban euro milioni 10. Foot Mercato, hawa ndio ambao wameweza kutupa undani wa taarifa hiyo. Sasa klabu ya Newcastle United na Leeds United ni miongoni mwa klabu za ligi kuu England zinazofikiria kumsajili mshambuliaji wa FC Midland Francolino Du, anaitwa Francolino Du. Klabu yake yake pia inataka zaidi ya pound milioni 21 kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Guinea Bissau. Team Talk ndio ambao wametoa undani wa taarifa hiyo. AC Milan wamemtambua winga chipukizi wa Genk Konstantinos Karektsas kama lengo lao kuu la usajili wa msimu ujao wa joto. Hata hivyo, huenda wakalazimika kumuuza mshambuliaji wa Ureno Rafael Leao ili kufadhili usajili huo. La Gazzetta dello Sport ndio ambao wameweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Mimi sina la ziada. Hizi zilikuwa ni tetesi za soka barani Ulaya na hii ni Talent TV. Kwa update zaidi endelea kukaa na sisi karibu kunako mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni pale TikTok, lakini pia Instagram tunatumia Talent TV Tanzania. Asante na kwaheri.